Licha ya serikali kupiga vita vitendo vya udhalilishaji, lakini bado swala hili halijapata suluhisho katika jamii. Udhalilishaji wa watoto ni changamoto inayozidi kuongezeka siku hadi siku. Leo Waziri wa Maendeleo, Jinsia, Wazee na Watoto, Mheshimiwa Riziki Pembe Juma amefanya ziara katika hospitali ya Lumumba, wilaya ya Mjini Unguja, na kumkagua mtoto aliyefanyiwa kitendo cha udhalilishaji, kubakwa na kumsababishia mshtuko, hali ambayo imemwathiri sana mtoto huyo. Na hapa tukamsikilize Waziri Riziki ametoa ufafanuzi zaidi kuhusu kitendo hicho. Tumekuja hapa katika hospitali yetu ya rufaa ya Lumumba kwa nia na madhumuni ya kuja kumwangalia mtoto wa binti ambaye tulisikia kazi yake kwamba alipata vitendo vya udhalilishaji ambavyo vilifanyika katika mtaa ambao anaishi. Naomba mtaani pia nisitaje kwa kulinda usalama wa vyombo vya dola. Na kwa taarifa ambazo tulizisikia kwamba hali ya mtoto sio nzuri, hali yake ni mbaya sana, na kutokana na kwamba amepata athari kwenye mbavu zake na masuala mengine. Kwa hiyo tumekuja kumuona huyo mtoto na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba alhamdulillah anaendelea kupata matibabu, na kwa mujibu wa maelezo ya madaktari kwa mtoto huyu, mbali ya ile tatizo ambalo amepata kutokana na masuala ya udhalilishaji ambao amefanywa ubakaji, lakini amegundulika matatizo mengine ya kiafya ambayo ni matatizo ya moyo. Kwa hiyo kama madaktari basi wao wamekuwa wakiendelea na matibabu pia kwa pande zote mbili kutokana na hiyo athari ya udhalilishaji ambao amefanywa, lakini pia kutibu matatizo ya moyo ambayo yanamkabili huyo mtoto wetu. Na niseme kwamba kwa taarifa ambazo tulizisikia ni kwamba athari ambazo zimepatikana ni kutokana na hicho kitendo cha udhalilishaji, lakini maelezo madaktari wanaeleza kama hili tatizo ambalo ni kwamba mtoto analo, anaishi nalo. Kwa hiyo niombe sana jamii, ni vyema kuripoti tunaposikia matatizo kama haya, lakini pia turipoti yani katika ile namna ambayo itakuhalisi taharuki sana kwa jamii, kwa sababu inapokuwa inakuja ile taarifa ya taharuki na taharuki kwa watu wote, na baadaye inawezekana tunaonekana kama tunaleta taarifa ambazo yani tunapotosha watu. Kwa hiyo niombe sana tutoe taarifa ambazo kwa zinaendana na uhalisia wa ile tukio, ili sasa vyombo ama wenzetu tuweze kuwaeleza vizuri na waweze kuchukua hatua. Lakini sisi hivi serikali, naomba niseme kwamba tunaendelea kushirikiana na jeshi la polisi katika kuona upelelezi unatendeka vizuri na haki ya mtoto huyu iweze kupatikana, kwa sababu kosa limefanyika, udhalilishaji umefanyika, mtoto amefanywa udhalilishaji na nani mimi simjui, lakini wenzetu wa jeshi la polisi wao wanamjua nani, kwa sababu kutokana na maelezo ambayo wamesha kupokea. Mimi simjui, lakini hata kama namjua pia siwezi kumsema kwa sababu sio mamlaka yangu ya kuweza kumsema, lakini kwa mujibu wa maelezo yao ina maana kwamba tayari kesi ipo kwenye mikono yao na wanaendelea nayo, na kwa Mwenyezi Mungu tuombe basi upelelezi ukamilike kwa haraka, baadaye basi kesi hii iweze kupelekwa katika vyombo vya sheria ili tuweze kuona basi haki ya mtoto huyu inaweza kutendeka. Tunaelewa kwamba hata mtu akifungwa miaka 50 maisha jela haitorudisha athari ya mtoto ambaye ameipata, lakini iwe fundisho kwa jamii kwamba vitendo hivi sio vizuri. Lakini tamaduni zetu za Kizanzibari na za Kitanzania hazituelekezi kuathiri watoto. Kwa nini sitafute mtu mzima ambaye mtaelewana, mtafanya kwa burudani na kwa raha, ukatafute mtoto mdogo ambaye unampelekea athari ya mwili, kiakili? Kwa nini tumwathiri mtoto? Huyu mtoto ana maisha yake, mtoto anataka kuendelea na masomo yake. Leo hii mtoto amelala hospitali, anashindwa kwenda shule, anashindwa kwenda madrasa, amelala kitandani anaumwa, hata kama kuna tatizo la moyo, lakini kutokana na hicho kitendo ambacho amefanywa inawezekana limepelekea kupush tatizo lake la moyo kutokezea na kuja kwa nguvu zaidi. Kwa nini tusababisha haya yote? Niombe sana jamii, niombe sana wanaume, jamani, mnatumizia watoto wetu. Kama mna matamanio yenu, tafuteni watu wazima ambao mtaelewana vizuri, tuachie watoto wetu wakue vizuri. Watu wazima wapo ambao wanajiuza, wapo ambao hawajiuzi. Kwa nini tusiende kwao? Kuna watu wanataka bure hiyo huduma, tukawafanyia hawa watu wazima, tuelewane, tuburudike, tusiende kuathiri watoto. Lakini niombe sana vyombo vya ulinzi na usalama, jamani, tuendelee kuhakikisha tunalinda usalama wa watoto wetu katika maeneo yote ambayo watoto wetu wapo. Lakini wazazi, familia, ni wajibu wetu kuendelea kufuatilia maendeleo ya watoto wetu katika kila pahala na kila analofanya. Usiruhusu mtoto wako ametoka nyumbani ile dakika 10 basi fuatilia ujue mwanao yuko wapi, anafanya nini na yuko na nani. Tusiruhusu mianya yoyote kuathiriwa watoto wetu. Watoto wetu wanaumia sana sana, lakini hawaumii tu pekee yao, na wazazi tunaumia sana kwa matatizo kama haya. Niombe sana kutoa wito kwa jamii na mabizi tulionayo, lakini tuendelee kulinda, kuwatunza na kuwajali na kuwafuatilia watoto wetu kila wanapokwenda, ili tujue anacheza na nani, anafanya nini.
Naomba sana katika hilo, naomba sana sheria kali pia zichukuliwe kwa huyu na kwa wengine wote, ili wafundishwe kwa wengine ili wasifanye ile kosa. Kwa upande wake Daktari Hassanat Mbaruk Salum ambaye anamshughulikia mtoto huyo anaelezea hali halisi ilivyokuwa na sasa anavyoendelea. Sababu ya kuletwa hapo hospitali alikuwa na changamoto nyingine za upumuaji, lakini pia na kikohozi ambacho ni cha muda mrefu. So sababu kubwa ya kuletwa hapa ni hiyo, na akagundikana na matatizo kwenye moyo wake na kifua chake. Kwa sasa hivi mtoto anapata matibabu ya hicho kifua chake cha muda mrefu na tatizo lake ambalo limehusisha moyo pia. Kwa hiyo pia licha ya hizo changamoto nyingine alizopata, matibabu zaidi yanaendelea kumkinga na maambukizi zaidi ya bakteria ili apate kumsaidia mtoto aondoke akiwa salama na akiwa mzima. Japo atahitaji vipimo zaidi wakati yupo hospitalini. Kwa sasa kesi yake inaendelea pamoja na polisi, lakini wanasaikolojia pia wako pamoja na sisi madaktari wa watoto na madaktari wengine wa hapa hospitalini. Wito wetu kwa jamii ni waache hivyo vitendo, hasa kwa wanaume. Kama Mheshimiwa Waziri alivyotuambia ni kwamba watu wazima wapo wengi, kwa nini tunawataka watoto? Kwa hiyo tubadilike na tuache watoto wawe katika mikono salama ya wazazi na walezi pia. Na hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Khamis.